Majina yako ni nani? Kwa jina naitwa Maimuna Juma Nangambi, ni mke wa marehemu. Tukio litokea usiku majira saa 7 tarehe 22 kuja 23. Tulivamiwa na watu tusiwajua. Walivyokuja wakazingira nyumba, wakaanza kufanya vurugu za kuvunja milango na madirisha. Tukajitahidi kupiga kelele sana, lakini bila mafanikio, hatukupata msaada. Mzee akajaribu kupambana nao sana, lakini walimzidi nguvu. Na kwa kuwa tulikuwa hatuna msaada, basi tukashindwa kujitetea, tulizidiwa nguvu. Wakafanikiwa kuvunja ule mlango, wakaingia ndani, wakamtoa mzee, wakaondoka naye kusikojulikana. Mimi hapa nyumbani niliachwa kama vile niko kwenye handaki. Walikata taa zote, nilikuwa sielewi. Nje giza, ndani giza, sina msaada wowote. Nikakaa kama nusu saa hivi sisikii sauti ya mzee. Ikabidi nifuatilie, nikatoka mpaka hapo nje shambani. Kwenda hapo kwa kuwa ni giza, sikuona wako pande gani. Nikasikia tu wananiambia kaa chini, kaa chini. Ikabidi nikae chini. Nilipokaa chini wakanipiga na tochi usoni kali, nikashindwa kuwaelewa ni wanani na usituangalie. Na mtu akishakumulika na ile tochi kubwa kwenye macho huwezi kuona. Ikabidi nitie amri, nikakaa chini, nikainamisha kichwa chini. Nilikuwa na mtoto nimemshika mkononi. Mtoto akaanza kulia, sababu bibi baridi. Ndio wanivalishe sweta, wakaniambia simama juu, geuka nyuma usituangalie. Nami nikatii, wakaniongoza mpaka ndani. Kaa ndani. Nikakaa hapa sebuleni, wakaniambia toka hapa sebuleni, ingia chumbani, ingia chumbani. Nikaingia chumbani, lakini wakati wananiambia kaa chini, walinichapa na fimbo. Ikabidi tu nitii, nikaongoza mpaka ndani. Kwenda ndani pale hapo, nikawa nimekaa kitandani, wakanigonga hapa kichwani. Walikuwa na fimbo kama ngumu hivi, wakanigonga hapa kichwani ili nitii amri ya kulala. Maana alikuwa ananiambia lala, usikae. Ulale, inamisha kichwa, jifunike shuka. Ukiinua tu kichwa, tunakumaliza. Na mimi nikatii ile amri. Kakaa pale nimejinamisha kichwa mpaka majira ya saa ngapi hivi, saa 9 kulipopoa. Ndio nikaja nikaamka, lakini majira unayoondoka walitoa ndani vitu, pikipiki, wakatoa TV. Nilikuwa nawasikia lakini kuinuka ndio siwezi. So niambia nikiinua kichwa utanimaliza. Hivi vitu walitoa nawasikia. Lakini mpaka sasa vitu ambavyo vimepotea ndani sivioni. Pikipiki, TV, pamoja na laptop ya mzee sioni. Kwa na simu ndogo 2 sizioni pia. Kwa tukio ndio hivyo lilivyokuwepo, lakini nipiga kelele sana bila msaada kulingana na mazingira yangu jinsi yalivyo. Kwa kweli kwa idadi ya watu sikuwaona, siwezi kusema kweli walikuwa wangapi, lakini inaonekana walikuwa ni wengi. Mtu mmoja au 2 au 3 hawezi kufanya mashambulizi kama yale. Maana mimi wale walioniongoza kurudi ndani walibaki wananilinda pale. Walibaki wananilinda pale. Na ndio maana nakwambia mpaka ilipofika ile mida saa 9 wao walipoanza kutoa ile pikipiki, nikatulia, nikajua sasa wameshaondoka. Sikusikia tena nyayo, wala sikusikia nini, kwa kumetulia. Sasa kwa sababu nina hofu, nilishindwa kupiga simu kwa usiku ule. Wakati tukio likiendelea zile simu zote nilizitoa sauti nikazificha. Baada ya kuona ule ukimya, ilipofika majira ya saa 10 kama na nusu hivi, nikatuma message kwanza usiku kwa kijana wake, haikujibiwa. Nikajaribu kupiga, sikumpata. Nikatuma tena kwa binti yake message, pia haikujibiwa. Na wakati natuma hizo message nilimwambia kabisa naomba usipige, mimi niko peke yangu. Naomba mnisaidie. Ni message ya pili nikamwambia naomba mnisaidie msaada wa polisi.
Akisa kwa sababu na yeye unajua ana mambo mengi, anachoka. Meseji zikawa hazijajibiwa na simu kumbe ilikuwa imezima. Kwa mpaka kwenye saa 11 hivi karibia saa 10:30 sio ile kuelekea kwenye saa 11 ndio nikaanza sasa kuwatafuta watu, yani imani ikanijia sasa kumekucha hawatakuwepo. Ndio nikaanza kuwapigia ndugu na jamaa nikiomba msaada. Ndio hivyo tulivyoishia hivyo mpaka asubuhi. Mtu wa kwanza kufika kwangu ni huyu balozi, na ndio alinipa na mimi nguvu ya kutoka. Lakini mpaka asubuhi nilikuwa nashindwa kutoka. Kwa hiyo naona nje kumechakata, kinashindwa kutoka. Alipokuja kuita ndio nikatoka. Kutoka ndio ananiambia huko kote nimepita wenzio walikuwa wamefungiwa milango kwa nje. Alipokuja balozi, alipofungulia majirani milango na wenyewe ndio wakaja. Majirani sasa ndio wakaanza kuja, siku imeshakucha. Watu sasa wakaanza kuja, wakaja. Mabalozi wote wa pande husika hizi wakawa wamefika. Walipofika sasa ndio watu wakaanza kuzunguka hapa karibu. Wanaenda wanarudi. Kwa hiyo mpaka muda fulani sasa wanajua wale waliotangulia kwenda huko kama walibahatika kuona wakanyamaza ili wasinionyeshe ishara yoyote. Sikujua. Nimekuja kujua kama mzee amekufa wakati askari wameshakuja. Ndio nimekuja kujua walipoenda huko kutafuta, walikuja kunidai kitenge, nitoe kitenge au kanga. Kwa pale ndio imani ilipo nitoka kwamba mzee sasa hayupo hai. Naambia niambieni. Wakasema usiwe na wasiwasi, lakini imani ilishanitoka ya kumpata mtu akiwa hai.